Mwanzo sura ya 6. Binadamu walipozidi kuongezeka duniani na kuzaa wasichana, watoto wa kiume wa Mungu waliwaona hao wasichana wa watu kuwa ni wazuri, wakawachukua wale waliowapenda kuwa wake zao. Hapo Mwenyezi Mungu akasema, Roho yangu haitakaa ndani ya binadamu milele, maana yeye ni wakufa tu, basi hataishi zaidi ya miaka 120. Nyakati hizo na hata baadaye kulikuwa na majitu duniani ambao walikuwa wazao wa watoto wa kiume wa Mungu na wasichana wa watu. Hao ndio watu waliokuwa mashujaa na wenye sifa enzi hizo, nao waliitwa Wanefili. Mwenyezi Mungu alipoona wingi wa uovu wa binadamu duniani na kwamba kila analokusudia binadamu moyoni mwake ni ovu daima, Mwenyezi Mungu alisikitika sana kwa kumuumba binadamu duniani. Mwenyezi Mungu alihuzunika sana moyoni mwake, hivyo akasema, nitamfuta kabisa duniani binadamu niliyemuumba. Nitafutilia mbali pia wanyama wa porini, viumbe vitambavyo na ndege wa angani. Ninasikitika kwamba niliwaumba duniani. Lakini Noa alipata fadhili mbele ya Mwenyezi Mungu. Ifuatayo ni habari juu ya Noa, ambaye alikuwa ndiye mwadilifu pekee na ambaye hakuwa na lawama nyakati zake. Alikuwa mcha Mungu. Noa alikuwa na watoto 3 wa kiume, Shemu, Hamu na Yafethi. Mungu aliona dunia kuwa imeharibika na kujaa ukatili. Naam, Mungu aliangalia dunia akaona kuwa imeharibika kabisa, kwa maana kila mtu alifuata njia yake mbovu. Mungu akamwambia Noa, nimeamua kuangamiza binadamu wote kwa sababu wameijaza dunia ukatili. Naam, nitawaangamiza kabisa pamoja na dunia. Kwa hiyo jitengenezee safina kwa mbao za mpingo, gawa vyumba ndani yake na ipake lami ndani na nje. Utaitengeneza hivi: urefu wake mita 139, upana wake mita 25 na kimo chake mita 15. Safina hiyo iwe ya ghorofa 3 na yenye mlango pembeni. Itengenezee paa, kisha acha nafasi ipatayo nusu mita kati ya paa na dari. Nitaleta gharika ili kuangamiza viumbe vyote hai duniani. Kila kiumbe hai duniani kitakufa. Lakini nitafanya agano nawe. Utaingia katika safina, wewe pamoja na mkeo, wanao na wake zao. Nawe utaingiza katika safina jozi ya kila aina ya viumbe, wa kiume na wa kike, ili kuwahifadhi hai pamoja nawe. Utaingiza kila aina ya ndege wa angani, kila aina ya mnyama, kila aina ya kiumbe kitambaacho wawili wawili, ili kuwahifadhi hai. Pia chukua aina zote za vyakula vinavyolika, uvihifadhi kwa ajili ya chakula chenu na viumbe hao. Noa akafanya yote kama Mungu alivyomwamuru.